Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kashfa ya ufisadi katika Umoja wa Ulaya inaweza kuzua mgawanyiko kati ya viongozi, hasa Kaja Kallas na von der Leyen. Ripoti inaeleza kashfa ya rushwa ndani ya Umoja wa Ulaya inazidisha uhusiano mbaya ambao tayari umedorora kati ya mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas na rais wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen. Vyombo vya habari vimeripoti mnamo Jumatano. Ripoti hiyo ilisoma kwamba von der Leyen, ambaye uwazi wake tayari unachunguzwa, atalazimika kutafuta njia ya kujiweka mbali na kashfa iliyohusisha maafisa wa Europa kutoka siku za mwanzo za urais wake wa Tume ya Ulaya. Chanzo kimoja kiliambia vyombo vya habari kwamba vikosi vya ndani ya EU ambavyo vina mwelekeo mbaya kuelekea von der Leyen vitajaribu kutumia kashfa hii dhidi yake. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma wa Ulaya EPPO ilithibitisha Jumanne upekuzi huo katika makao makuu ya huduma ya utekelezaji ya nje ya Ulaya EEAS na kuzuiliwa kwa watu watatu. Uchunguzi huo unahusu mradi wa chuo cha diplomasia cha Umoja wa Ulaya, programu ya miezi 9 ya mafunzo kwa wanadiplomasia wadogo kutoka nchi wanachama. Vyombo vya habari vya Ubelgiji vimeripoti kuwa wafungwa hao ni pamoja na mkuu wa zamani wa sera za kigeni wa umoja huo Federica Mogherini na mkuu wa zamani wa EEAS Stefan Sanino. Hata hivyo, kesi kubwa ambayo wakati huu inawaka moto ni ya mkuu wa zamani wa sera za kigeni wa EU Federica Mogherini ambaye ameshakamatwa. Kashfa mpya imechafua taswira ya Umoja wa Ulaya. Federica Mogherini, ambaye alihudumu kama mwakilishi mkuu wa EU wa sera za mambo ya kigeni na usalama kuanzia mwaka 2014 hadi mwaka 2019, amekamatwa siku ya Jumanne ya Disemba 2 nchini Ubelgiji. Yeye na wenzake wawili wanachunguzwa kuhusu matumizi ya ulaghai na fedha za EU. Federica Mogherini, mwanadiplomasia wa Italia mwenye umri wa miaka 52, alikamatwa mnamo Jumanne pamoja na Stefan Sanino, afisa mkuu wa Tume ya Ulaya na naibu mkurugenzi wa chuo cha Ulaya. Watatu hao walikamatwa katika mji mkuu wa Ubelgiji kama sehemu ya uchunguzi unaoongozwa na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa umma wa Ulaya. Uchunguzi unahusu upendeleo unaoshukiwa katika utoaji wa programu ya mafunzo kwa wanadiplomasia wa siku zijazo. Mnamo mwaka 2022, programu hii ilitolewa kwa chuo cha Ulaya huko Bruges, taasisi yenye hadhi kubwa zaidi katika serikali ya Ulaya, ambapo Federica Mogherini aliongoza kama mkuu miaka 5 iliyopita. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma wa Ulaya inawashutumu kwa udanganyifu katika utoaji wa mikataba ya umma, ufisadi, mzozo wa kimaslahi na uvunjaji wa siri ya kazi. Msururu wa upekuzi ulifanywa na polisi wa Ubelgiji mnamo Jumanne katika makao ya huduma ya kitengo cha nje cha Ulaya, katika majengo kadhaa ya chuo cha Ulaya huko Bruges na katika nyumba za washukiwa hao watatu, hali ambayo ilisababisha hadi viongozi wa sasa nao pia kupekuliwa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.